Majina naitwa Eliza Barnaba. Nilivyotoka kazi saa 12 nikamwangalia mtoto wangu sikumpata. Nikamwambia kaka yake, "Kamwangalie dada yako mahali yuko." Akaenda akamwangalia akamkosa. Nikamwambia ujue hata marafiki zake waweza kuwa labda yuko huko. Akaniambia sijamuona. Nikaanza kuzunguka kumtafuta. Nilipomkosa ikabidi niende polisi. Nikaripoti. Wakaniambia, "Mama, naona umezunguka sana. Na saa hii nataka kuelekea saa 6. Nenda kapumzike mpaka kesho asubuhi. Tujue kwamba kama atakuwa amepatikana, hata kama atakuwa amepatikana hapa, sisi tutakupigia simu." Nikaamka asubuhi. Nikafikiria labda ende ikawa labda kuna mahali amelala labda atarauka. Nikimwangalia simuoni. Na si kawaida yake, hata nilishtuka na nikashangaa. Nikakaa, nikarudi tena polisi nikawauliza, "Huyo mtoto ameonekana hapa?" Akaniambia, "Hapana mama. Wacha ngoja tupige simu kule dogi." Wakapiga. Wakaambiwa hakuna mtoto mwenye amepatikana kama huyo huko. Wakaniambia, "Mama, acha tukuandikie barua. Anytime mahali popote utakapompata na alikuwa na nani, uje utuletee ripoti hapa." Nikamwambia sawa. Nikaja. Nikakaa nyumbani kidogo. Mtu mwingine wa pikipiki amekuja, alikuwa analeta customer huko. Akasema kuna mtu amepatikana pale Manyani amekufa. Akaniambia, "Twende ukaangalie kama ni mtoto wako." Mimi nikamwambia, "Ni mazuri au ni mabaya?" Wakaniambia, "Hapana, ni mambo mazuri." Nikifika pale nakuta mtoto yuko kwa gunia. Vimiguu viko juu. Nikasema huyu si mtoto wangu. Wamemfunga kamba chini ya miguu na mikono, wamemfunga paka kwenye macho. Nikimwangalia ni mtoto wangu. Nikimwangalia huku chini wamemfanyia, wamemnajisi paka wamembaka. Sasa nikijiuliza, kani huyu mtoto alikuwa amewakosea nini kikubwa paka wakaamua kufanya vitu kama hivyo? Nikakaa mahali nikikaa usiku nafikiria, huyu mtoto si kawaida yake kutoka. Ni nani alimchukua hapa nyumbani? Mpaka ani venye tulivyompeleka mochari ameshikilia mkono hivi, ni kama alikuwa anapigia kelele sana. Lakini sasa sikujua hawa watu, na nikifikishwa pale naambiwa mambo ni mazuri. Nikifika pale naona gari la polisi, naona umati wa watu. Nikiangalia nakuta mwili uko chini. Nikashtuka nikaanza kulia. Nikasema kwa nini, mbona mtu amenifanyia mtoto wangu hivi? Na si kawaida huyo mtoto kupotea. Mpaka ani nilivyomuona ule mtoto wangu, moyo wangu mpaka sasa hauna raha. Hata nikikaa hivi naona kama ambaye bado namuona. Labda nadhania ni kina nani labda walikuwa wamehusiana ama wanashughulika na kufanywa kwa mtoto wako hivi? Mimi kwa kifupi, mimi sina bwana. Bwana alinikimbia kaniachia watoto. Na mimi sina tabia ya kuingiza wanaume ndani ya nyumba. Hata ungesema labda nilikuwa na mwanaume, labda tukazozana au labda kuna mtu labda rafiki ameingia hapo ndani akaleta shida, hapana. Mimi sina tabia hizo. Sasa najiuliza ni mwanaume gani huyu ana kisasi paka na mtoto wangu? Na huyo mtu si kwamba ni mtu mmoja, inaonekana ni watu wengi walikuwa wanataka kumuua. Mpaka wamemshika kama ulimi akafanya kutoa. Alipotea lini? Alipotea Jumamosi. Before saa 12 hivi haonekani. Ikafika saa 3 simuoni, saa 2 simuoni, saa 5 simuoni, saa 5 kasoro yaelekea saa 6 simuoni, mpaka alfajiri. Alfajiri nikashtuka, nikasema huyu ni mtoto wa kike. Mpaka saa hizi atakuwa wapi? Nikajipa tumaini, nikasema labda ende ikawa atarudi asubuhi peke yake. Sikumuona tena. Nikaanza msako tena wa kumtafuta. Kumtafuta nikachoka, ikabidi nikae. Nikasema acha kwanza nikae hapa. Ende ikawa labda atakuja mwenyewe. Nikikaa ndo nakuja kupata nyingine habari nyingine mbaya. Nikifika kule nakuta umati wa watu. Nikifika kule nakuta ameshakufa. Sasa kama serikali wako na watoto ndo wao wanaenda wakirepiwa, uone ni kama wameniangusha katika kimaisha, na mimi mwenyewe ndio baba ndio mama nang'ang'ana kulea watoto wangu, na leo mtoto wangu ndio huyo ameondoka. Ni nani kesho atakayenisaidia kama mimi nazaa watoto na wanauliwa na wanarepiwa? Hiyo ni haki kweli? Serikali waliniambia kesho ndo watang'ang'ana kufanya passport. Nikamwambia kesho nitarauka. Kama Catherine Nyange, mwalimu wa mwanafunzi. Mwanafunzi huyu kwa kweli ni mwanafunzi mshupavu, tena mchangamfu sana, tayari kufanya kazi, tena ni mwepesi wa kuelewa. Yuko shule ya Burhania, yuko darasa la 5. Na muda kama wa saa 7 hivi, kama saa 8, mzazi amenipigia simu, akanipatia hizo habari. Kwa kweli nimeshtuka, manake ni mtoto wangu wa karibu. Hata saa zingine kuna vitabu anakuja kwa mwalimu, nitoe hivi vitabu nipeleke. Nataka kuuliza serikali, mtoto wa miaka 11, huyu ni binti, amefanyiwa mambo kama haya. Nyinyi kama serikali mnahisi vipi? Ikiwa kama sisi walimu tumekaa na watoto, hawa watoto wamekaa kama it is part and parcel
yetu. Serikali inafanya nini? Haya mambo yametokea. Ni hatua gani? Serikali ya the national government, hata the county government. What are they doing? How many are we going to lose? Tutapoteza watoto wangapi? Hiki ni kisa kimetokea. Ni wangapi tutapoteza? Manake tunataka kuona mikakati imefanywa. Sisi wazazi, si fungu letu kuzika watoto wakiwa watoto wadogo.